Baada ya jahazi la Nabii Nuhu kutua na dunia kuanza upya, Nabii Nuhu alikuwa na watoto watatu: Sam, babu wa Waarabu na Wayahudi; Ham, babu wa Waafrika; na Yafeth. Yajuj na Majuj wanatokana na uzao wa Yafeth bin Nuhu. Kihistoria na kulingana na mapokezi ya wasomi wa kale, Yafeth alielekea upande wa kaskazini na mashariki mwa dunia, maeneo ya Asia ya Kati na kuelekea kaskazini mwa milima ya Caucasus. Huko uzao wake uliendelea kuongezeka kwa kasi ya ajabu. Tofauti na ndugu zao wengine waliojenga miji na kustaarabika, kundi hili la Yajuj na Majuj lilibaki na asili ya kikatili, lenye nguvu za ajabu za kimwili na tabia za kinyama. Neno Yajuj linatokana na neno la Kiarabu ajij, linalomaanisha mwako wa moto au maji yanayochemka kwa kasi. Hii inaonyesha asili yao ya kutulia. Walikuwa ni watu wenye nishati ya fujo, wasiojua huruma na walioishi kwa ajili ya kula na kuharibu. Qur'an inawataja kama mfasiduna fil ardh, wafanya uharibifu duniani. Walikuwa wakivamia mataifa mengine, wakila kila kitu kuanzia mimea mpaka viumbe hai na kuacha majangwa nyuma yao. Asili ya Yajuj na Majuj inarudi nyuma kwa vizazi vya Nabii Nuhu kupitia mwanawe Yafith. Hawa ni wanadamu kama sisi, wenye damu na nyama, lakini wana sifa za kipekee zilizowatofautisha na mataifa mengine. Katika zama za kale, mataifa haya mawili yalikuwa yakifanya uharibifu mkubwa duniani. Walikuwa wakivamia miji, kuua watu na kula kila kitu kilichokuwa mbele yao. Katika kipindi hicho, mfalme mwadilifu aliyepewa nguvu na elimu na Allah, Dhulkarnain, alikuwa akisafiri kueneza uadilifu. Alipofika eneo lililopo kati ya milima miwili mikubwa, alikuta watu walioishi kwa hofu kuu. Watu wale, wakizungumza lugha iliyokuwa ngumu kueleweka, walimwambia mfalme huyo kuwa Yajuj na Majuj ni wafanya uharibifu, na wakaomba awajengee kizuizi ili waweze kuishi kwa amani, wakiahidi kumlipa mali nyingi. Dhulkarnain kwa uchamungu wake alikataa mali yao, akisema kuwa kile ambacho Allah amempa ni bora zaidi. Aliwaomba wamsaidie kwa nguvu kazi. Aliamuru vipande vikubwa vya chuma vijazwe katikati ya ile milima miwili mpaka vikalingana na vilele. Kisha akawasha moto mkali kote na kuanza kuvuvia mpaka chuma kikawa chekundu kama moto. Wakati huo akamwagia shaba iliyoyeyushwa juu ya kuta zile za chuma na kutengeneza ukuta imara wa kuteleza na usioweza kutobolewa na kiumbe yoyote. Dhulkarnain akasema kuwa huu ni rehema ya Allah, lakini ahadi ya Allah itakapofika, ukuta huu utaporomoka na kuwa vumbi. Tangu siku hiyo mpaka leo hii, Yajuj na Majuj wamefungiwa nyuma ya ukuta huo mahali fulani duniani pasipojulikana. Maisha yao huko ni ya ajabu. Hawafi mpaka kila mmoja wao awe ameshaona watoto na wajukuu zake wa kiume zaidi ya 1000 wakiwa hai na wenye nguvu. Kila siku wanatoka na kuanza kuchimba ule ukuta kwa bidii kubwa wakitaka kutoka. Wanachimba mchana kutwa mpaka wanakaribia kuona mwanga wa jua upande wa pili, na kiongozi wao husema, "Rudi, tutamalizia kuchimba kesho." Lakini kwa kuwa hawajawahi kusema inshallah, Mungu akipenda, wanaporudi asubuhi wanakuta Allah ameurejesha ukuta ukiwa imara zaidi kuliko walivyouacha. Hali hii itaendelea mpaka itakapofika siku ya ahadi ya Allah. Siku hiyo kiongozi wao atasema, "Rudi, tutamalizia kesho inshallah." Kwa neno hilo la unyenyekevu, watarudi asubuhi na kukuta tundu liko vile vile walivyoliacha. Ndipo watapata nguvu ya kuumalizia na kuanza kumwagika duniani. Kutoka kwao kutatokea baada ya Nabii Isa, Yesu, kurudi duniani na kumuua Dajjal. Ukuta utapasuka na mataifa haya yatamwagika kutoka kila upande wa milima kwa kasi ya kutisha kama maji ya mafuriko. Hakuna mwanadamu atakayeweza kusimama mbele yao. Watapita katika ziwa la Tabaria na kuanza kunywa maji yake. Kundi la kwanza litakunywa ziwa lote mpaka likauke, na kundi la mwisho litakapofika pale litasema, "Inaelekea hapa zamani palikuwa na maji." Watakula kila mmea, kila mnyama na kila kitu chenye rutuba mpaka dunia iwe tupu. Watu watakimbilia milimani na kujificha kwenye ngome zao, wakifunga milango kwa hofu. Yajuj na Majuj kwa kiburi chao watadhani wamewashinda watu wa ardhi. Ndipo watarusha mishale yao mbinguni wakisema wanataka kupigana na Mungu.
Allah atairudisha mishale hiyo ikiwa na damu kama mtihani kwao, na wataamini kuwa wameshinda kila kiumbe. Wakati huo, Nabii Isa na waumini wachache watakuwa wamezingirwa katika mlima Tur, wakiwa katika njaa kali kiasi kwamba kichwa cha ng'ombe kimoja kitakuwa na thamani kuliko dinari 100, kwani hakuna chakula kingine. Nabii Isa atanyanyua mikono yake na kumwomba Allah awaondoshe balaa hili ambalo binadamu hana uwezo nalo. Allah ataitikia dua yake na kuwapelekea wadudu wadogo sana wanaoitwa an-naghaf, vimelea kama wale kwenye pua za wanyama. Wadudu hawa wataingia kwenye shingo za kila mmoja wa Yajuji na Majuji, na kwa amri ya Allah wote wataanguka na kufa kwa mpigo mmoja kama kifo cha nafsi moja. Asubuhi inayofuata, Nabii Isa atamtuma mtu mmoja kwenda kuangalia hali ilivyo. Atashuka na kukuta mamilioni ya mizoga imetanda kila mahali. Hakuna hata shubiri moja ya ardhi ambayo haina mzoga. Dunia itajaa harufu kali ya uvundo kiasi kwamba viumbe wote watashindwa kuishi. Nabii Isa atamwomba Allah tena, na Allah atatuma ndege wakubwa sana kama shingo za ngamia, watakaobeba ile mizoga na kuitupa sehemu atakayotaka Mwenyezi Mungu. Baada ya hapo, itashuka mvua kubwa itakayousafisha ulimwengu wote, kuanzia milimani mpaka mabondeni, mpaka ardhi imae na kuteleza kama kioo. Hapo ndipo amani itarudi na dunia itatoa baraka zake ambazo hazijawahi kuonekana. Mkomamaga mmoja utatosha kulisha kundi la watu, na neema itatawala mpaka mwisho wa dunia.